Shalom watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Biblia kidigitali. Leo upo nami Dr. Joyce Kaale katika uchambuzi wa kitabu cha waraka wa Galatia kilichoandikwa na Mtume Paulo mnamo mwaka 48 hadi 55 baada ya Kristo. Galatia ilikuwa ni mji katika Asia ndogo ambao leo hii tunaita Uturuki, na lengo kuu la kuandika kitabu hiki au ujumbe mkuu ni kwamba tunahesabiwa haki kwa njia ya imani na wala si kwa njia ya matendo ya sheria. Hili limesisitizwa katika Galatia sura ya 2 mstari wa 16 na sura ya 3 mstari wa 11, ambapo nasema kwamba nitaiunganisha hii mistari kwamba hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Yesu Kristo ili tuhesabie haki kwa imani wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili anahesabiwa haki. Mstari wa 11 sura ya 3 inasema ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Haya maneno pia mwenye haki ataishi kwa imani yamerudiwa katika kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 4. Tunaona kabisa kwamba kumbe haya mambo hayakuanza katika Agano Jipya bali hata Agano la Kale yalikuwepo. Kwa hiyo kitabu hiki Paulo alikiandika kwa ukali sana kwa sababu tukisoma kuanzia katika Matendo ya Mitume sura ya 13 na ya 14 tunaona kwamba muasisi wa kanisa la Galatia alikuwa Paulo mwenyewe. Kwa hiyo ndiye aliyepanda mbegu pale Galatia kuhusu imani ndani ya Yesu Kristo, akawafundisha na wakasimama vyema kabisa katika roho. Lakini juma baada ya Mtume Paulo kuondoka, walikuja Wayahudi ambao walimpinga sana Paulo, wakapinga mafundisho ya Paulo, wakawa wanawaambia kwamba Paulo alikuwa Myahudi pamoja nasi, na wakaeleza historia ya Paulo. Kwa hiyo hivyo Wagalatia wengi wakaanza zaidi kuona kwamba hawa watu Wayahudi labda ndio wako sahihi zaidi ya Paulo, na kuanza kumuona Paulo kama vile alikuwa ni muhuni ya wanawachezea akili. Lakini wale Wayahudi pia wakaanza kuwafundisha hawa Wakristo Galatia kwamba hatuhesabiwi haki kwa imani bali tunahesabiwa haki kwa matendo. Kwa lazima utailiwe matendo yale ya sheria ambayo yalikuwa katika Torati ya Musa kama kutailiwa, na hili ndio jambo kuu ambalo limeongelewa. Na tunaona hata katika Galatia sura ya 2 mstari wa 3 inaelezewa kwamba Tito aliyekuwa pamoja naye alikuwa ni Myunani, hakulazimisha kutailiwa. Lakini pia huo mlango wa 2 ameongelea sana hayo mambo. Ukisoma hata mlango wa 5 pale katika mstari kuanzia wa 2 hadi wa 6 utaona kwamba mstari wa 6 anasema kwamba maana katika Yesu Kristo kutailiwa hakufai neno wala kutokutailiwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana ambalo Wakristo wa Galatia walikuwa wanalazimishwa kulifanya ili waonekane kwamba kweli wana haki ya kuhesabiwa haki, kwamba kwa ajili ya kutailiwa na matendo ya mwili kama hayo, kutawaza, namna ya kuvaa, namna ya kutembea na vitu vingi kama hayo ambavyo vinahusiana na matendo ya mwili kutokana na ile Torati ya Musa ambayo ilikuwa imeelezea. Na hawa Galatia wakaanza kurudi nyuma, badala ya kuanza kumwamini Yesu Kristo ili wahesabiwe haki, wakaanza sasa kurudi kwenye matendo ya sheria. Ndio maana Paulo anaandika kwa ukali sana waraka huu wa Galatia na kuambia, ukisoma katika ile Galatia sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5, nitasoma mistari michache. Anasema enyi wa Galatia msio na akili. Yani anawakemea na kuwakaripia kabisa kwamba ninyi hamna akili. Ni nani aliyewaloga? Mpaka anasema au mmelogwa ndugu zangu, kwamba nani aliyewaloga? Anasema ninyi ambao Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlimpokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kuna kutokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika Roho mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Kabisa anawakemea na anawaambia, mbona mmekuwa wajinga kiasi hiki? Mbona kama vile mmerogwa? Mbona mnakuwa watu ambao hamna akili wakati tayari mlishamwamini Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo baada ya kusulubiwa, alipokufa pale msalabani, alikufa kwa ajili yetu, nasi tukahesabiwa haki katika kumwamini yeye Yesu Kristo. Paulo anaongea hili jambo, hata aliwafundisha Warumi kwamba kwa mtu unaamini na unakiri unapokea haki na wokovu.
Umeona? Lakini anaweza kuambia kwa nini mmekuwa hivi, mmerudi nyuma. Kwa anaandika kwa ukali sana kwa sababu wao ni watoto wake. Lakini katika hiki kitabu tunaona mambo makuu matatu. La kwanza kabisa tunaona Paulo akitetea utume wake, kwa sababu wale Wayahudi walikuja kuwaambia hao Wagalatia kwamba ni kama vile Paulo hakuwa mtume wa kweli, kama vile alijiita mwenyewe, wanadamu ndio ambao walimshawishi yeye kwenda kuwa mtumwa. Lakini sasa Paulo anaanza kuhadisia katika hii Wagalatia sura ya 1 na sura ya 2 namna utume wake ulivyoitwa na alivyoitwa kwa makanisa, akitofautisha utume wa wale watume wa Yesu Kristo. Amewataja Yakobo, Yohana na Kefa ambaye ni Petro, kwamba wao waliitwa kwa ajili ya wale wenye tohara, lakini yeye aliitwa kwa ajili ya wale wasiotahiriwa, yani mataifa, mfano kama wao wa Galatia, ili awaletee injili kwa njia ya imani, sio kwa matendo ya sheria. Umeona? Kuanzia mstari wa 1 sura ya 1 tunaona kabisa anatetea utume wake, ambao sema Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba alimfufua kutoka kwa wafu. Ukienda mbele mstari wa 15 na 16 anaanza kusema Mungu alinitenga tangu tumboni mwa mama. Kwa hiyo alikuwa tetea utume wake. Hii ndio kusudi la kwanza au sehemu ya kwanza ya kitabu cha Wagalatia. Tunaona sura ya 1 na sura ya 2 Paulo akitetea utume wake, kwamba mimi si mtume kama walivyoambia kwamba wanadamu ndio wamenisukuma kuwa mtume ili nije nihubirie injili tu za uongo na kuwashawishi kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu wale Wayahudi walienda kuua kabisa ule msingi ndani ya Yesu Kristo kule kwa Wagalatia. Lakini anawathibitishia kwa uthibitisho mkubwa kabisa kwamba tangu alivyokuwa zamani alikuwa mfarisayo wa Farisayo, mpaka Yesu alipokutana naye akamuita na yeye akaanza kufanya injili. Tangu akiwa anaitwa Sauli mpaka akawa Paulo, Mungu akamtenga yeye na Barnaba, na akaeleza hayo mambo yote. Na kina Petro wametengwa kwa ajili ya wenye tohara, na yeye ambaye kwa ajili ya wasiokuwa na tohara. Lakini anaendelea tena, tunaendelea tena katika hii kitabu cha Wagalatia, mgawanyo au sehemu ya 2. Paulo sasa anaanza kuwaeleza kwamba hatuhesabiwi haki kwa njia ya matendo ya sheria, bali tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, na akiwakemea kabisa Wagalatia kwa ukali. Ukiosoma kuanzia mlango wa 2 mstari wa 15, mlango wa 3, wote unaelezea hiyo kwamba ni kwa imani, kwa kumwamini Yesu Kristo ndio tunahesabiwa haki, tunakuwa uzao sawasawa na tunakuwa warithi wa ule ufalme wa mbinguni sawasawa na ahadi za Ibrahim, kwamba sio azikuwekwa tu kwa ajili ya watu wana wa Israeli, bali hata sisi tuliokuwa mataifa, hata nyie mliokuwa mataifa. Paulo alikuwa anawaambia kwamba mnapomwamini tu Yesu Kristo ndio mnaingizwa kuwa warithi, uzao wa Ibrahim, warithi sawasawa na zile ahadi ambazo Ibrahim alizipokea kwa njia ya imani. Hata ukianza kuanzia hii sura ya 3 mstari wa 6, baada ya kuwakemea anasema kama vile Ibrahim alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Mstari wa 7 anasema fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahim. Umeona? Kwa hiyo anaendelea kusema kwenye mstari wa 8, na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahim habari njema zamani, kusema katika yeye mataifa yote watabarikiwa. Kwa hiyo hapa alikuwa anaendelea kuambia kwamba nyie mliokuwa mataifa wasiwadanganye hao Wayahudi eti kwamba mpaka mfuate zile sheria na torati za Musa mtahiriwe ndio mtahesabiwa haki. Hapana, hata Mungu alimwambia Ibrahim kwamba atakuwa baba wa mataifa kwa imani. Kwa hiyo unapokuwa na imani ndio unakuwa mzao wa Ibrahim, ambao unakuja kuwa imani hiyo sio tu imani yoyote, imani katika Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka kwa ajili yetu, alifia dhambi zetu na akafufuka kwa ajili ya kutuokoa. Kwa hiyo Paulo anawakumbusha na anawaelekeza, kwanza anawakemea, alafu anaanza sasa kuwafundisha upya na kuwaelekeza na kuwakumbusha na kutoa proof kwamba tunahesabiwa haki kwa njia ya imani, kuanzia hata kwa Ibrahim mpaka wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma mlango wa 3 na mlango wa 4, hata mlango wa 5 pia anaendelea kuwaambia huku mwanzoni kwamba haki sio kwa matendo ya sheria bali ni kwa imani. Lakini tunakuja mgawanyo au sehemu ya 3, ambapo sasa anaanza sasa kuwafundisha tena na kuwakumbusha kwamba mwenendo wa Wakristo au mwenendo wa Mkristo unakuwaje. Mlango wa 5 na mlango wa 6 anawafundisha namna ya kuishi maisha ya Kikristo binafsi, lakini pia
kuishi maisha ya Kikristo kwa pamoja. Ukisoma mlango wa 6 mstari wa 2 anasema mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Kwa hiyo anaeleza, lakini mlango wa 5 sura ya 16 anaanza kuambia kwamba basi anasema hapa, basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kuna mwenendo ambao Kristo anatakiwa awe nao. Sio tu mwenendo wote ule, bali kuenenda katika roho. Anaendelea kuambia kwamba matunda ya roho, tunda la roho ni upendo. Na anaelezea vingine kwamba upendo, uvumilivu, utu wema, fadhili, kiasi, upole. Na anawaambia kabisa zile tabia zingine sio za roho, ni za mwili: ulevi, uchawi, uzinzi, anasa na vitu vingine kama hivyo, fitina, faraka, hasira, wivu, ugomvi, uadui. Anasema hizo ni njia za mwili huu. Lakini tukitaka tuenende kama Wakristo katika roho, tunatakiwa tuenende tuwe hivi. Kwa hiyo anawaelekeza sasa mwenendo wa Kristo jinsi ulivyo. Na Paulo anamaliza waraka hii kwa kuwasalimu na salamu za mwisho, na katika hitimisho ndivyo tunafika hapo ambapo anawasalimu kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo kuwa pamoja nao na roho zao. Na huu ndio kwa ufupi uchambuzi wa kitabu cha Wagalatia. Mungu awabariki sana. Ninaamini kwamba kuna vitu ambavyo tumevisikia na vimetufundisha. Tukumbuke kwamba hatuhesabiwi haki kwa matendo ya mwili, bali kwa njia ya imani. Haimaanishi kwamba utende matendo mabaya, hapana. Ndio maana akawafundisha mwenendo mzuri na matendo mazuri ya Kikristo katika ule mlango wa 5 na wa 6, baada ya kuwakemea na kuwaambia kwamba na kuapprove kwamba haki inakuja kwa imani. Lakini imani hiyo inategemea pia sio matendo ya mwili kwa sheria, bali kuenenda katika mwenendo wa Kristo Yesu na kuenenda katika roho, kama matendo ya roho na matunda ya roho yanavyotutaka tuenende. Kwa hiyo Wakristo tujifunze hili, na Mungu atubariki sana. Tuendelee kumwamini Mungu. Leo nichukue